Hi my good people, watu wa Nyawera wa Kamotho. YouTube. Lakini nilisahau kufanya YouTube. So my good people, first of all nimerudi YouTube. Nilikuwa nimenyamaza. Kuna vitu nilikuwa nafanya 1-2 ndio nirudi YouTube. And first of all guys, thank you at least ile mimi na Baba Bruce kupeleka Bruce out. Your video imeenda viral. And by the way guys, I'm so happy for you guys. Nawapenda. Kwanza nimeona fans wangu na followers wangu wa kitambo. Guy, akina Matunda 008 mulihendanga wapi, but I love you guys. And mimi by the way wacheni niwaambie my good people, there is one thing I love about you guys. Mimi napendanga kila opinion ya mtu, na mimi napendanga kuangalia pia comment section, kwa sababu napendanga kusikia opinion za watu. Na mimi nimekuja hapa my good people ndio at least from the word go, kuna mambo ambayo mmekuwa nilisikiliza kwa hiyo video na nikasema nikuje out clear. I think watu hawakuelewa. There is one thing I want to make you understand. Kuna vitu few niliona people are commenting, na mimi mwenyewe mimi ndio nilidecide tulipokubali kucooperate. Nataka mshike, tulipokubali kucooperate kulea Bruce Wambua na baba yake Santisia, si ati kusema tulirudiana. I want you guys to understand, kwa sababu kuna watu hapo kwa comment section wameanza kuongea. By the way, chini niwaambie guys, I know how to deal with negative energy, and you know how I deal with the negative energy. Na kujanga sipendi kurudisha kwa comment section, so natakanga nafanya video na waambia. Number one, my good people, mimi sikusema, nataka muunderstand, that's why ninasemanga sikilizeni video mpaka mwisho. Mimi sikusema narudiana na Santisia. Hiyo ni number one. I want you to understand, mimi sirudiani na Santisia. Of course akili yangu, mind yangu, heart yangu, kila kitu yangu ilitoka huko, na that's why number one nilirabingi. Nilikuwa nimeandikanga jina ya Santisia hapa, but nilienda nikairab. Sawa, so nikamalizana na shughuli zake, siwezi rudiana na yeye. Number two, I want to address this issue ndio watu washike. Number two, si mimi nilitafuta Santisia. Nataka mwele, si mimi nilitafuta Baba Bruce. Mimi nimeendelea na maisha yangu vizuri my good people, na mimi hakuna mali nilimtafuta. Ni yeye alinitafuta. Na by the way alianza kunitafuta kitambo sana. Ni venye nilikuwa nimemweka nini juu I'm very busy. By the way guys, mimi mkiniona sahi I'm very busy making my own future, na pia nataka ku make future ya watoto wangu. And let me tell you guys, you learn from a mistake. Kuna watu walikuwa wameandika hapo comment section, oh Nyawera wewe unapenda kurukaruka huku kurukaruka kule. My friend, narukaruka nikitafutia future ya watoto wangu, na mimi najua vile narukaruka. Lakini kuna watu hapo wanasema kwa comment section, unaruka unatoka huku mara uko. My friend, hapana. Mimi sijarudiana na Santisia, na ni yeye alinitafuta ale mtoto, si mimi nilimtafuta. By the way, me I'm doing very well. Santisia siku yake ya mwisho kuona mtoto ilikuwa last year February. Nataka mshike, it was last year February my good people. Bruce akiwa mdogo sana. Sahi Santisia amepata mtoto akiwa 3 years. Santisia alichanga mtoto my good people akiwa ya mwisho kumuona last year February, kalikuwa na almost 1 and something. Hata ni last year but 1 I think nini kiisha. Santisia nakumbuka kuacha mtoto alikuanga almost 1 year end. Mimi sifanyie hesabu zangu, so mimi sikumtafuta. Nataka watu waseme mimi sikumtafuta. Number 2, kuna watu wanasema, unajua ni vizuri, mimi by the way chani niwaambie, mimi kama kuna kitu sipendi kuweka kitu kwa moyo, na mimi ni mtu ambaye si affect wangu na negative energy. So ukiwa hapo kiandika negative energy, that's up to you, because mimi ndio nilidecide nikaleta hii mambo online, and I'm so happy kwa sababu my fans, my follow ambao wanajua hii story, wanajua my good people. Kama kuna mtu anapenda familia, kama kuna mtu anapenda kuwa na familia, ni Nyawera wa Kamotho. But kukaenda vile kukawa, yes, na mimi si mrukaruki. Kuna watu wanasema wewe unarukaruka hata utakufia kwa njia ukirukaruka. My friend, let me tell you, yeyote aliniambia hivyo, let me tell you, I send it back to you. I send it back to the sender. Yes, na familia yako. So hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kuambia. Alafu number 3, kuna watu wanasema ati nimetoka kwa Kanyare, nimerukaruka kwa Kanyare, nimerudia tena Santisia. My friend, mimi bado niko kwa Kanyare, namfanyia kazi, ni mdosi wangu. Ni vile tu vitu zangu zilipoisha, nilipobaki chini. Nataka muunderstand, nilipokuwa hakuna mtu angenisaidia kwa hii maisha niinuke tena, ni Prophet Kanyare alisimama na mimi na akanisaidia na akasimama na mimi. The guy
guy rented a house for me, this one, a 2-bedroom. Siwezi fungiwa nyumba akiwa hapo. Watoto wangu hawawezi lala njaa akiwa hapo. And then I want you guys to understand, I'm not in a relationship with Prophet Kanyari. Is that is my good and close friend and the best friend. Mimi najijua, mimi si mrukaruki, mimi si malaya, mimi si msherati. Ni vile tu naona Prophet Kanyari sana, kwa sababu kwa watu wote, kwa out of 100% people, ni alisimama akanishikilia na watoto wangu, nikakuwa naweza ku straighten up makazi zangu ambazo ninafanya. Mimi nafanya kazi ya kuuza nguo na beauty product. I have a shop yenye nafanyanga hizo kazi, my good people. So akanianzishia hiyo biashara, akafanya njia yangu ikue poa. Hata mkiniangalia mimi si mtu ambaye ninakaa niko na shida. Hiyo napelekea kwa watu ambao wanasema mimi nimerukaruka from one move from here to here nikatafuta Santisia. Ni yeye alinitafuta. Furthermore amenitafuta sana. Ni mimi nilidecide tu juzi nikamwambia mimi upeleka watoto wangu out once per month, siku moja. Wiki ya kwanza natafutanga siku. Nikamwambia leo napeleka Bruce, na umekuwa ukisema unataka tulee mtoto pamoja. Kuja leo uone mtoto wako na tukae chini tuongee. Number 3, nilikuwa nimeziandika kwa sababu nasomanga kwa comment section zenyu. Hiyo ingine, kuna mtu anasema na mimi hakuna deal. Kuna mtu alisema hapo kwa comment section, sijui Nyawera deal yako na Kanyari imeisha, sasa unarudia. Hakuna deal niko nao. Mimi nafanyia Kanyari campaign, anasimama pia. Mimi ni member wake wa church, and that is it. Na namhona na nampenda sana. Na si kusema kuna mtu alisema sasa Kanyari uliona deal yako ya Kanyari ulichora tattoo zake deal iko my friend. No. I'm still in that church. I still respect Prophet Kanyari. I still love him. I still love his altar and everything about him. Na mimi namuombeanga sana, kwa sababu hata huyo Santisia mwenyewe aliniacha nikifirisika. Aliniacha na hawa watoto na Bruce nikifirisika. Lakini nimempatia another chance ya kulea mtoto. Mom. Unajua, Mom. The thing naogopanga, that's why, yes baba. Leta France, hebu mpe yako kuja. Ende upewe kokomelo. France patie. So, my good people, ni vile, let me tell you, mimi I have a very good heart. Mimi hati yangu si kama watu wengi. Mimi najuanga kusamehe na kusahau, na maisha inasonga. Is that you learn? Wa moshoka neguorea modo. Siwezi rudi pale, my friend. I cannot be back with Santisia. Furthermore, let me tell you guys, Santisia told me she is dating. Now, by the way, I was told that her fiance ni one of my biggest follower na fan. Na thank you sana, kwa sababu pia Santisia aliniambia you pushed him kuangalia Bruce, and that is so good. Hiyo ni baraka, na Santisia ataendelea kubarikiwa. Ni vile tu na mimi na respect your relationship, and I'm not into any of your relationship. Na Santisia wako hatuwezi rudiana. No. Nilisahau, nikamsamehea na tulisameheana. Sasa the thing ni tulee mtoto. So thank you so much fiance wa Santisia. May the good God bless you. Wacha, ulifanya vizuri kumpatia hiyo chance ale mtoto wake, kwa sababu hii ni damu yake. Yes. So hiyo ingine tena niwaambie. Kuna watu walisema, ndio huyu hata Bruce, sema hi. Hi. France, sema hi. So, msijali guys, ndo aka France amepata mtoto akiwa mkubwa hivi. Hata Bruce hakuwa anaweza kumrecognize. By the way, ni vile nimemwambia akuwa anatafuta most of the time, ndio at least Bruce kanamjua. Na mimi siwezi mkanya, mtoto ni wake. Wacheni ale mtoto. Let me tell you guys, me there is some things I've learned, and I will tell you openly. Nimelearn from the story of Betty Bayo. Sai kama Kanyari angekuwa anaangalia watoto wake, it could be another thing. So let's allow baby daddies na baby mama wale watoto wao. Mtu akae kwa relationship yake, na mimi nikae kwa relationship yangu. Na si kusema let me tell you guys, na si kusema mimi, by the way, let me tell you, mimi I'm very single but I'm not searching. By the way, nimwambia sahi what I'm focused on ni kufanya my own things. Nilea watoto bila stress. Sipendi stress ya wanaume mimi. Niliachana na stress ya wanaume. Nilea watoto and I am good and with my God. Alafu kuna kitu kingine. Kuna watu walisema, Nyawera umefurahi sana kuliko mtoto. You know, and it is true, I was so happy. Number 1, you know why I was so happy? Ni kama drama, ni kama video. Number 1, I was so happy to see Santisia akiwa vizuri.
akiwa akona health, good health, akiwa tu vile handsome. And then, this is my ex. Yani, I was so happy first of all to see him, and I told God thank you. Another thing, I was so happy kuona kwa sababu yeye ndio baba mtoto. Decide kunisaidia kulea mtoto. I was so happy, guys. I was so happy. By the way, I was so happy. By the way, if you guys uko happy na baby daddy wako, me I'm so happy. Mimi nimewaambia one thing about Nyawera Wakamoto. Nyawera Wakamoto knows how to forgive and forget. Na maisha inaendelea. Is that Nyawera Wakamoto knows how to learn that huyu alinifanyia kitu fulani siwezi taka. So I was so happy. That's what I would clarify. Mimi I was so happy. Unajua kwa nini? Pia you don't expect Bruce to be happy. Ajui Santisia ndio ameanza kulearn. Oh, this is the dad. Huyu ndio baba. Huyu ndio baba. Sijui kama mnaelewa. Yes, so mimi juu ninajua Santisia kumuona I was so happy. Kuona baba Bruce, alafu kuona the way ako so concerned na mtoi. By the way, hata nimeweza kupost video zote. Santisia was all over Bruce. Alafu anamwangalia anashtuka. Anashindwa uye. There's a regret. Nilikuwa naona ako nayo. So I was trying to show him. Let me tell you. I was trying to show him. No. Hakuna regret nini. Huyu ni mtoto wako. Imefanyika imekuwa. And it is not too late. That's why kuna watu walikuwa sema Nyawera uko na kierere sana. Uko na mdomo sana. Ningekaa pale nikiwa hata mimi nimenyamaza. Imagine Matunda 001 nimekaa pale nimenyamaza, hata mimi nakaa kama mwenda wazimu nini. But I was trying to cheer up the moment. Nilikuwa nataka kuonesha Santisia it is never too late and this is another chance. Wachana ile regret. Ulikuwa unaona Santisia anakana mtoto hivi unaona ana regret kwa nini, mbona kukawa nini. So mimi ni wale wa I'm making that moment ikae kama ni kawaida. Nataka muelewe ni kawaida. Alafu guys, mimi nataka muelewe mimi ni don't care. That's number 1. Na mimi ni mama ambaye ni wakierere. Na sina haraka. Mungu atakuja kunibariki. Wacha nitamkie baraka. Mungu atakuja kunibariki na mtu ambaye atanipenda nilivyo. Atanipenda na kierere yangu na mdomo yangu. Na by the way, let me tell you my good people. Hello. Hizo ndio zetu siku hizi. Mimi by the way, mimi nakulianga hii kierere yangu na mdomo. That's my gift. Kierere yangu na mdomo. So uache kujisumbua ukisema Nyawera kuna kierere na mdomo mingi. That is me by the way. And even Santisia know Nyawera ni wa kierere na mdomo. However, there's some things you cannot change someone. Mimi ni venye mimi si msherati, mimi si malaya, mimi si hinga. I'm not a hypocrite. That is me. That's why even when I saw Santisia, he already knew that Nyawera ni ule wa kierere na mamudomo na wa kufurahi. But kufurahi kwangu sana nimewaeleza. I wanted to cheer up Santisia kwa sababu I would see the regret in his eyes. I would see. Na nimemwambia si mimi nilimtafuta. Mimi maisha yangu ilikuwa inaendelea poa na watoto wangu. Sikuwa nalala njaa. School fees nalipa. Bruce na mulipia msichana wangu wa kazi na wanakula vizuri. Kwa sababu mimi naye kama kuna mtu ambaye ninaamini hii dunia ni Mungu wangu. Mungu wangu alikuwa ametushikilia. Another thing, nilikuwa nataka ni clarify kwa sababu nilinotice watu, unajua let me tell you. Watu wasikilizangi video, wao wamesha judge. Unajua mtu atapata comment section a judge. I want you guys to understand. Ya mwisho yenye nilikuwa nataka kuambia, na mimi wacheni niwaambie guys. Mimi hakuna mtu ambaye anaweza niambia vile ambavyo nitalea hao watoto. That's number 1. Kuna watu walikuwa nasema, "Hey, ungempatia chance." Oh my friend. Nikose kumpatia chance na hii ekonomi ya Kasongo vile imetukalia. Sasa hii mtoto bado hajatoka kwa Pampers. My good friend, mtoto ndio hiyo anataka kuvaa, anataka kukula. So at least I tried to show Santisia hizi ndio tule tu vitu tudogo. Kabla mtoto aende shule ianze kuwa inayujue, anza na hizi vitu. Now guys, mimi msiniambie nisipeane another chance. The only chance I will give Santisia ni ale mtoto wake. Na mimi na respect Santisia kwa sababu ako kwa relationship. Aliniambia kona fiance and she's very my friend. She's very beautiful and I pray bora tu fiance wake alikubali, angalie mtoto, nothing more. Siwezi rudi hapo. So I hope watu wameelewa. Niliona watu hawaelewi. So mimi sijaruka from one ama nikatoka huko ama kuna mtu ameniacha ama sijui kunini ndio no. Mimi naendelea vizuri na leo watoto wangu vizuri na Mungu amenibariki, Mungu amenikumbuka. Na the journey still goes on. Hallelujah. Sawa. So thank you so much my good people. In case you have any other question, comment hapo. From your comment, ulizeni maswali zote. From your comment. Kuna watu walikuwa wasema, tutakusupport mpaka upate that bond. My friend. Sahi.
Hey, sahi sasa ni kufocus sasa, ni kufocus na maisha sahi. But kama atakuja, sisemi atakuja na Santisia, atakuja na mtu mwenye God ata prepare for me. So mimi nawapenda sana and thank you so much. Na wale ambao mna comment, thank you so much for your big support. It really means a lot. Wacheni my good people to co-parent vizuri. Nawapenda, take care. Bye.